Naam, karibu tena mtazamaji. Watahiniwa watakaopatikana wakidanganya katika mtihani unaoendelea wa KCSE watakabiliwa na adhabu kali, huku Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba akionya kuhusu marufuku ya miaka mitatu ambayo inaweza kufunga kabisa nafasi yao ya mwisho kufanya mtihani huo. Watu 78 tayari wamekamatwa wakihusishwa na visa vya udanganyifu. Waziri wa Elimu imetangaza kwamba matokeo ya tathmini ya shule za sekondari ya msingi yatatangazwa Disemba 11, hatua inayoweka alama muhimu katika sekta ya elimu nchini. Huku mitihani ya kitaifa ikiingia wiki ya mwisho, watahiniwa watakaopatikana na hatia ya kudanganya katika mtihani wa KCSE unaoendelea wako katika hatari ya kupigwa marufuku kwa miaka mitatu kufanya mitihani ya kitaifa. Kutokana na kufutwa kwa KCSE ndani ya miaka miwili tunapoingia katika mtaala mpya wa CBC, kufutwa kwa matokeo kunaweza kuwanyima kabisa nafasi yao ya mwisho kufanya mtihani huu. Hadi sasa mamlaka zimewakamata watu 78 kwa vitendo vya udanganyifu katika mtihani wa KCSE, wakiwemo watu wazima 7 waliokamatwa kwa kujifanya wanafunzi. Waziri wa Elimu Migos Ogamba alisema wahusika watashtakiwa na matokeo yao kufutwa, huku akionyesha wasiwasi kuhusu matumizi mabaya ya mtandao kuvujisha maudhui ya mitihani. Shughuli ya usahihishaji wa mitihani wa tathmini za shule za sekondari msingi inavyoendelea, Katibu wa Elimu ya Msingi Julius Bitok ametangaza Disemba tarehe 11 kuwa tarehe rasmi ya kutolewa kwa matokeo. This is the results for KCSE on the 11th, and within 1 week after that we do our placement, after which we expect them to get their letters before Christmas, and we expect them to report on the 12th of January. Kesho, wanafunzi wanatarajiwa kutahiniwa katika masomo ya biashara na kilimo kwa karatasi ya kwanza. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Na mtazamaji, kwa taarifa yote niruhusu nipate angalau tama la maji. Tukirejea kwake Hassan Juma kwa taarifa za michezo.